Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, hasa katika nyanja ya kisiasa humu nchini. Hali imezidi kuwa mbaya katika msiba wa utekaji nyara wa Humphrey Polepole. Kaka yake Polepole, Agustino Polepole, awachimba mkwala mkali Abdul ambaye ni mwanawe Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na askari ama polisi Mafwele mchana wa leo na kutuma ujumbe hatari. Afichua siri mpya kuhusu utekaji huo, aomba Watanzania wasimchoke. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Mvutano unaongezeka wa kutoweka kwa mwanasiasa nchini Tanzania anayefahamika kama Humphrey Polepole umechukua sura kubwa leo kufuatia kauli kali mpya ya kaka yake Agustino Polepole ambaye amewatuhumu moja kwa moja maafisa wakuu wa polisi kuhusika na utekaji nyara huo. Utekaji nyara unaodaiwa kutokea mapema Oktoba tarehe 6 mwaka huu umetikisa taifa na kuzua mijadala mikali kwenye mitandao ya kijamii na mitandao mikuu ya vyombo vya habari. Katika hotuba yake iliyojaa hisia, Agustino Polepole alimnyoshea kidole cha lawama Kamanda Mafwele, ofisa mwandamizi wa Jeshi la Polisi Tanzania, na mtu mwingine aliyetambulika kwa jina moja la Abdul, kwa madai kuwa watu wote wawili walihusika katika tukio la kutoweka kwa kaka yake huyo kwa njia isiyoeleweka. Kesi ya Polepole tangu wakati huo imebadilika na kuwa moja ya hadithi zinazozungumzwa zaidi nchini. Kulingana na Agustino Polepole, Humphrey Polepole aliripotiwa kubeba kifaa cha kufuatilia wakati wa kutoweka kwake, chombo ambacho anadai kimetoa vidokezo muhimu kuhusu mienendo ya watekaji nyara. Anasisitiza kuwa data za kifaa hiki zinaonyesha alikopelekwa kaka yake baada ya kuweza kutekwa nyara, akimaanisha kuwa Mafwele na Abdul walihusika au walikuwa na ujuzi wa operesheni hiyo. Madai yake yameibua wasiwasi mkubwa kuhusu uadilifu wa baadhi ya maafisa kutekeleza sheria na iwapo kesi ya Polepole inafichua masuala ya kina ya kimfumo ndani ya taasisi za usalama za taifa hili la Tanzania. Wakati umma unapojibu kauli za Agustino Polepole za kulipuka wimbi la uvumi linaloendelea kukua, Watanzania wengi wanadai uwazi na hatua za haraka kutoka kwa mamlaka. Hata hivyo, tuhuma zinazowakabili Kamanda Mafwele pamoja na vitisho anavyodai vimetoka kwa Abdul pia zimetoa mashaka na baadhi ya watu wanaotahadharisha kuwa madai hayo yanaweza kuzidisha mvutano kati ya wananchi na polisi. Bado sauti isiyoyumba ya Agustino Polepole inapendekeza kwamba hatarudi nyuma, hatachoka, akisisitiza kwamba haki kwa Humphrey Polepole inasalia kuwa lengo lake kuu katika kesi hii ya Polepole. Katika hotuba yake, Agustino Polepole alitoa onyo kali kwa wale wanaoamini ama anaoamini walihusika katika utekaji nyara huo. Alisema waliohusika akiwemo Mafwele na pia mwishowe kumtaja Abdul wanapaswa kujiandaa kwa uwajibikaji na kuacha kuwatisha wananchi wasio na hatia au kumtumia vitisho. Alisisitiza kuwa dhamira yake si ya kulipiza kisasi kisiasa, bali ni kutafuta ukweli na haki binafsi kwa kaka yake ambaye anasema sauti yake ilinyamazishwa na watu wanaomhofia kutozungumza. Kwa hiyo kesi ya Polepole imevuka msiba wa familia na kuwa gumzo la kitaifa kuhusu mamlaka ya serikali na ulinzi wa watu wa taarifa. Jeshi la Polisi Tanzania limejibu hadharani na kuthibitisha kuwa Agustino Polepole anatafutwa ili kuhojiwa kuhusiana na kauli zake zinazowahusisha Kamanda Mafwele na Abdul. Mamlaka zinadai kuwa zinamtaka atoe ushahidi wa madai yake, huku wakosoaji wakisema kuwa wito huo unaweza kuwa jaribio la kumtisha. Licha ya mvutano huo, Agustino Polepole ametangaza kutotii wito wa polisi hadi atakapojisikia salama au kutotii ujumbe ambao umetumwa na Abdul mwanae Samia, akitaja vitisho na unyanyasaji unaohusishwa na uwazi wake kuhusu kesi ya Polepole. Hali imekuwa mbaya zaidi baada ya ripoti kuibuka kuwa watu wasiojulikana walionekana wakirandaranda karibu na nyumba ya mama yake Humphrey Polepole na Agustino usiku sana wa kuamkia jana. Wanafamilia wanaamini kuwa watu hawa walitumwa kuwafuatilia au kuwatisha. Maendeleo haya yamechochea shutuma zaidi za Agustino ambaye tena aliwataja Mafwele pamoja na mwishowe kumtaja Abdul kama waandaaji wakuu wa kampeni hizo za vitisho na kumtumia ujumbe. Kesi ya Polepole ambayo tayari ni tete sasa inahofiwa kuingia katika hatua hatari ya kulipiza kisasi na vitisho. Mashirika ya kutetea haki za kiraia na waangalizi wa kisiasa wameanza kutaka uchunguzi huru wa kesi ya Polepole ufanyike, wakitaka serikali kuhakikisha haki inatendeka bila upendeleo. Wanaharakati kadhaa mtandaoni wanahoji kwamba ikiwa Mafwele pamoja na Abdul
Abdul wameweza kutuma ujumbe hizo. Tukio hilo linaweza kufichua mtandao wa matumizi mabaya ya madaraka ndani ya mfumo wa usalama. Wengine hata hivyo wanaonya kuwa hukumu za mapema zinaweza kuliumbisha taifa zaidi, hasa wakati huu ambapo Tanzania iko chini ya uangalizi wa kisiasa. Matamshi haya makali ya Agostino Polepole hata hivyo hayaonyeshi dalili za kupungua. Ameendelea kulihutubia taifa kupitia majukwaa ya mtandaoni, akirudia madai yake dhidi ya Kamanda Mafwele na pia kutoa shutuma zingine kuhusu Abdul, akisisitiza kuwa watu wote ambao wamewataja ni watu ambao wanashikilia ufunguo wa kufichua hatima ya kaka yake. Msemo wake wananchi msinichoke, akimaanisha wananchi wasimchoke, umekuwa kelele kati ya wafuasi wake ambao wanaona kesi ya Polepole kama vita kati ya ukweli na ukandamizaji wa serikali. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameonya kuwa kesi ya Polepole inaweza kuwa na athari za taswira ya serikali ya Tanzania. Ukweli kwamba mtu mashuhuri wa kisiasa anaweza kutoweka katika mazingira ya kutatanisha, huku vidole vikielekezwa kwenye uongozi wa polisi kama vile Mafwele na watu maarufu pia wakitajwa kama vile Abdul. Huu umezua wasiwasi ndani na nje ya nchi. Waangalizi wanahoji kuwa kushindwa kushughulikia madai hayo kwa uwazi kunaweza kuondoa imani ya umma kwa taasisi za kutekeleza sheria. Kadiri siku zinavyozidi kugeuka kuwa wiki bila neno lolote kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole, hofu na kufadhaika vinaendelea kuongezeka. Agostino anashikilia msimamo wake kwamba kesi ya Polepole si kutoweka tu, bali ni kitendo kilichoratibiwa, kilichokusudiwa kunyamazisha sauti ya siasa. Changamoto yake hadharani kwa Mafwele na Abdul inabakia kuwa ya kwamba lazima wakabiliane na ukweli na kwamba hakuna vitisho vitamzuia kupigania haki. Familia ya Polepole wakati huo huo inaishi chini ya wasiwasi na hofu wa mara kwa mara, ikitumaini kwamba shinikizo linaloendelea litasababisha majibu kuhusu hatima ya Humphrey Polepole. Kwa kumalizia, kesi ya Polepole imefichua mgawanyiko mkubwa kati ya umma na wasimamizi wa sheria na kuibua maswali ya dharura juu ya ukweli, nguvu na uwajibikaji nchini Tanzania. Wakati Agostino Polepole akiendelea na kampeni yake dhidi ya wale anaowataja Kamanda Mafwele na pamoja na shutuma kwa Abdul, ujumbe wake bado haujatikisika. Haki lazima itendeke, iwapo ndugu yake atapatikana akiwa hai au la. Kesi hiyo imekuwa kipimo tosha cha uwazi na haki za binadamu nchini. Siku zijazo ndizo zitakazoamua iwapo Tanzania inakabiliana na tuhuma hizo ana kwa ana au itaruhusu uoga na ukimya kushinda ukweli na haki. Hatimaye kesi ya Polepole inasimama kama ukumbusho wa nguvu wa haja ya ujasiri, ukweli na uwajibikaji wakati wa kutokuwa na uhakika. Wakati Agostino Polepole akiendelea kupaza sauti na kushinikiza haki itendeke, makabiliano yake na watu kama Kamanda Mafwele na Abdul yamebadilika na kuwa ishara ya upinzani dhidi ya kutoadhibiwa na matumizi mabaya ya mamlaka. Taifa sasa linatazama kwa karibu, huku wito ukiongezeka wa uwazi na ulinzi wa haki za kimsingi. Iwapo serikali itachukua hatua madhubuti au inasitasita chini ya shinikizo, itafafanua sio tu matokeo ya kesi hii, bali pia dhamira pana ya Tanzania kwa haki na demokrasia na utu wa binadamu. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia sasa hivi. Ningependa unijuze maoni yako upande wa comment section. Vile vile bonyeza alama ya like, kisha kwa moyo mkunjufu bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.